kana mvizia mtaani kutoka na gari mpaka wewe nini kutoka kituoni na gari yale alikuwa atembei na mguu. Unaona, kutoka kituoni na gari mpaka laini polisi, kutoka laini polisi alikufanya nini? Huyo bwana aliniunguziaga kesi moja matata sana mpaka akaja kunishinikia mahakamani, na ile kesi kweli akafanikiwa, ikanifyeka mwaka mmoja na siku 14 nikawekwa ndani. Ulifanya kosa? Lakini nilifanya kosa, unaona. Na hiyo askari akawa kielele, kwa nikawa mchungu naye sana kwamba iko siku tutaingia kwenye 18 zangu. Sasa yule bwana alikuwa na mradi wake wa matoroli ya kukodisha. Nikaambiwa matoroli yake haya hapo. Alikuwa na toroli 12 za kukodisha. Nikaenda nikatafuta Warombo, wakulima. Sababu na toroli, najua matoroli kwa wakulima wale Wachaga yana kazi na na soko. Wanatafuta sana kubebea mbolea nini shambani. Wanahitaji sana. Kaenda tukaongea naye kusema utayapata, ngambia utayapata. Mimi nataka 10, nitayapata. Yapo. Tutayapata kwa njia gani? Wewe tumalize biashara, utanunua kwa bei gani? Mimi nitaleta sehemu, ulete gari yako, mimi ndio mpakiaji mwenyewe. Kila kitu unamaliza mwenyewe. Wewe unipe changu tu. Tukakubaliana bwana. Na kweli kabisa nikaifanya hiyo kazi. Tukio lilifanyaje? Ndio tukio bwana, kulikuwa na mlinzi analinda yale madudu. Sasa yule mlinzi kitu nilichocheza nacho, nilicheza nacho vidonge vya usingizi. Kipindi kile madawa haya kulevya watu walikuwa wajagundua sana kwamba ukimsiginia mtu anasizi. Kulikuwa na vidonge vinaitwa drug. Drug ilikuwa kunaweza unasinzia. Sasa drug zile, yule bwana alikuwa ni mnywaji mlevi, unaona. Nikaenda kwa mama muuza pombe. Huyu mtu msiwamjua vizuri nataka nifanye kazi kwake, haitakudhuru wewe. Mama akadai pesa yake, nikampa shilingi 10,000. Mwaka gani huo? Mwaka 94. Sana zile drama vizuri sana. Ndio bana, hii ngoma sio sumu, soma kwa tafuta hamna. Inamlewesha tu, kitu cha usingizi. Sasa wewe mweke kwenye akiua pombe tu, changanya mle treni yako hiyo. Mama naye akafanya hiyo kazi. Yule bwana alipotoka pale kwenda kulala tu kidogo, biashara ikaisha. Nilisomba kama ya kwangu. Yaani kwa nasomba moja nasukuma napeleka. Walinzi wengine wananiuliza mbona na namwambia nahamisha hapa, nimeshapaona pabaya sana, vitaisha. Saa ngapi hiyo? Saa 4 usiku. Nafanya hiyo kazi. Saa 8 nilikuwa nimeshamaliza kazi, nishaingiza changu mfukoni. Sasa wale waliokuwa wananiona na yasomba kutoka kwa yule mlinzi, asubuhi wanatoka jamaa kafloti jiwezi mpaka kapelekwa hospitali kwenda kuchukua madripu na kutoa zile sumu. Unaona? Sasa ndio askari akaanza upelelezi. Wale katokea baba mmoja akasema yule jamaa namjua kwa sura, simjui kwa jina, ila namjua kwa sura. Nikimuona hivi namfahamu. Basi bwana. Kwa mkaa sehemu moja inaitwa Majengo kwa Mtei. Siku hiyo natoka kule jioni nakuja huku sokoni. Kawaida ya kunywa kahawa hii, sio ya leo. Kunywa kahawa kama mnasaidia chini ya ulinzi. Kosa najua kituoni. Nipeleke hivi hapo mfukoni na bisibisi na kisu na bande. Niambia nipeleke hivi. Niambie ni kosa. Tujuane kwanza. Naomba vitambulisho vyenu. Walikuja kiraia? Ila ni maaskari. Maaskari na yule jamaa alikuwa mpelelezi. Basi bwana akatoa vitambulisho akanionyesha, kaambia sawa, nimeridhika, tutaenda, lakini nina zana zangu za kazi, mimi ni mchoma miogo. Mimi ni mchoma miogo. Kuna vitu ambavyo ninafanyia kazi, mnaweza mkanipeleka kule, nikifika mnaweza mtasema ni nini, nikidhibiti. Niacheni kwanza nitoe vitu vyangu niviache kwa mtu, alafu mnipeleke vizuri sana. Akasema sawa. Ulikuwa unajiamini? Mimi sikuwa naambii kitu. Ndugu wangu usinione hivi. Mimi sikuwa mtu.
Okay. Yaani sikuwa mtu huu utu wa kuja kuongea labda na nini na watu ni Yesu. Baada kuokolewa. Yesu tu, sikufichi. Mimi sikuwa mtu. Na nilikuwa nikikwambia kweli nashuka saa 8 nashuka kweli. Unaona? Basi kupeleka nikamwambia mama mmoja bwana vitu vyangu kaa navyo. Akoli kuruhusu nenda kaweke. Tulienda wote. Nilitoa kabisa. Na wanaviona. Yes, kasema hamna vizuri nikamwambia sasa wewe unataka kuleta kasheshe. Ndio kuleta kasheshe kama una bunduki utaitoa. Kwa sababu siondoki. Niache, nimeshakubali niache. Mimi nimeshamjua na nimeshajua nilichokifanya kwake. Na machungu na mimi bana. Najua na machungu na mimi sana. Unaona? Nikamwambia ukitaka kuingilia hayo yani utasababisha mambo mengi. Niache niweke vitu vyangu nipeleke kama ulivyonikuta. Lakini sio mali zangu mimi niende kuniwekea kudhibiti. Basi bwana. Askari mwingine akasema afande mwache. Hamna bwana tunaenda hivi hamna mwache. Kabisa kwa yule mama. Hata nene. Aisee walinipiga. Walikupiga nilipokuwa kituoni. Hata matoroli nikamwambia wewe ni mwetu. Matoroli. Mimi nasukumaga toroli. Umeyauza mimi ni muuzaji wa matoroli. Peleka mahakamani bwana naona nipotezea muda. Basi. Watu wakanipeleka mahakamani. Gereza la Karanga Moshi. Hamle tukaendeshana na ile kesi. Kale kalikokuwa yule mlinzi siku kesi ilikuwa inapigwa tarehe kama mara 2 ndio akaletwa kwa sababu lidai ni mgonjwa. Ninyosha madawa yakamzuru. Kulijulikana. Hadi yule mama alikamatwa sasa. Yule mama hakukamatwa. Sawa. Lakini ilijulikana pombe nilileta mimi kumpa yule bwana. Na kweli ulifanya hivyo? Yeye alivyo pombe alimpa yule mama. Unaona? Sasa askari alimuimanisha ujinga tufikiri kwamba labda mimi ni fara kama walivyo mafara. Unaona? Lakini kujua kwamba amekumbana na kati wa makati ambaye ameshakaa kwenye jela na vizimbani pasipo woga ameshakuwa kijera. Ina maana kutungia kesi hapo na kushika na inambatanisha na vifungu vya sheria. Okay. Unaona? Basi yule akaja kutoa ushahidi. Kaonekana mimi ndio nilikuja kumnywesha nini? Madawa. Pombe yenye sumu. Pombe yenye sumu. Sio pombe yenye sumu, nimnywesha madawa. Madawa kabisa. Walivyodai wao. Sasa mimi nikafanya kitu kimoja. Nikamuita yule bwana. Kabla tujaingia wapi? Tujaingia mahakamani. Niko sero. Nimeletwa mahakamani. Nikamwambia sikia, hii kesi naishinda. Lakini nikishinda, kaulize mtaani. Sawa? Uhai wako hautakuwa nao. Unamwambia hivyo? Na mchana live kabisa na maaskari wamesimama pale na mabunduki. Yule mpelelezi. Yule mlinzi. Yule mlinzi yule. Nikamwambia kitakacho kuokoa sikutaki kwenye hii kesi. Jiepushe. Akasemaje? Baba mimi kesho najiondokea naenda kwetu. Akasema hivyo? Akasema hivyo. Niko mahakamani. Muda huo ndio ananitoa kuniuliza wapi? Niende nani kusomewa shtaka. Yule jamaa alivyoteleza, teleza mazuri. Huyo mlinzi. Kwa akakimbia. Alikuwa anajua kwamba hizi namba ni chapu. Sio za kuchezea. Basi sasa hakimu akaipiga tarehe. Tarehe siku ya pili yake tarehe yake ilipofika tulipokwenda mahakamani yule askari kwa sababu alishakuwa PP pale alafu na askari wake akajifanya yeye ndio anakuja kusimama kizimbani Mungu na ile kesi alipokuja na mimi nikasimama naye nikajosha kidogo kabla sijasema lolote nikasema naishukuru mahakama kwa sababu ni chombo kinachotoa haki kwa mlalamikaji na mshtakiwa pia lakini mpaka kufikia hatua hii mheshimiwa hakimu sina imani na hii mahakama kwa vipi nikasema hebu nisomewe jarada langu la kesi nani mlalamikaji pia akachukua akasoma lile jarada na akasoma na jina nikamuuliza hakimu nani amesimama kizimbani ni yule mwenye jina au amesimama advocate wale jina na kwa nini mahakama inanifanyia hivi kamgeuka sasa akasema mimi ndio mwenye mali wewe ndio ulikuja kufungua kesi au wewe ndio mwenye mali tunamtaka aliyekuja kufungua kesi mambo ya mwenye mali mtajuana wewe na yule mwenye kesi tunamtaka mwenye kesi
Nikae pale nikasema, mheshimiwa hakimu, huyu askari alishanipeleka jela mara ngapi? Mara 3. Na mara ya 4 aliniahidi kwamba hatasimama na mimi kwa vyovyote vile mpaka niende, kwa sababu amefanya kazi mahakamani hapa, mnamjua. Kwa naomba mahakama ilinde. Ukamtungia uongo? Pale nikamchemshia tu nimalize. Nikamaliza kweli. Hakimu akasema tunaipiga tarehe ya mwisho, mlalamikaji asipofika mahakama ina uhuru wa kumwachia mshtakiwa. Nimeuza toroli 14 zina bei. Toroli moja bei gani? Ana machungu na mimi ana hasira. Ana vibaya mno. Baya mno. Tukarudishwa rumande. Sababu sina mdhamini, sina mtu wa kunifuatilia. Zamani iko wazi, sina mtu wa kunifuatilia. Brother wangu ukimweleza bora usimpe taarifa. Anakimpa taarifa atakuja kuniunguzia mazima. Basi bana, nikabunda hivyo kwa mahakamani. Basi bana. Kesi nilipiga chini tulikuja. Kupatikana mahakama ikawa imetuachia huru. Mahakama ikawa imetuachia huru. Nikatoka, lakini yule bwana akasema, tumefika mlangoni, akasema wewe umenishinda hapa, bado labda niache mavazi ya kazi ya polisi. Nikarudi kwa hakimu nikamwambia, mheshimiwa, natishiwa amani. Na maana huko nitaka kutoka uraiani, sitaishi kwa amani. Naweza nikaletwa na kesi yoyote mbaya sana hapa mahakamani tena kutokana na huyu bwana, kwa sababu ya neno alilolitamka mbele za watu. Hakimu kanambia, nenda, mahakama itakulinda. Kuna umuhimu wa kutoa taarifa za hivyo unavyopata vitisho? Kwa sababu kuna kesho na kesho kutwa, askari sio mtu anakugeuzia hapo na ukulima. Okay. Basi bwana, kutoka uraiani, jamaa zangu tukashangilia, nimeshinda nini. Haya, sasa nikakuta kuna mpango mpango kwenda kuvamia kiwanda cha sukari TPC. Huyo askari shamalizana naye hapo? Huyo tumeshamalizana naye na kesi ya hakimu ameitema. Yule ambaye ulikuwa unamtafuta ni yupi? Mrudi uraiani sasa unamtafuta. Maana kwa sababu tulikuwa tumeishia unamuinda au ndio yule umetupa kesi? Huyo askari. Okay, sawa. Wakati tumetumana naye, kaachana naye. Unaona hiyo? Sasa nikasema huyu mtu ama zake ama zangu. Yes, askari. Mimi ni jambazi. Kwa wote tunajua kazi. Najua kazi yangu na yeye anajua kazi yake. Kwa hiyo kama unamuhofia, lakini pia hapo mimi nilimtangazia na yeye kabisa, nilimwambia wewe ni askari, unajua kazi yako na mimi ni jambazi, ninajua kazi yangu. Sasa tuache tukae kwenye anga la Mungu, tutakutane tuone nani mshindi. Akasema nitashinda tu, nikamwambia yeye atashinda, sasa tuone. Basi bwana, niliporudi kwa majamaa zangu walipokea nderemo na vifijo na nini, furaha. Nilikwenda kunywa sana, nikalitoa ratiba ya kazi iliyopo. Nilikwenda kuvamia kiwanda cha TPC cha Moshi cha sukari kile. Kwa hiyo mnatakiwa kesho kwenda kutembelea hayo maeneo mkague. Miaka 90. Nende mkakague, muangalie maeneo. Kwa hiyo tukaenda kwa saa 8. Kaenda kama ni watu wa kwenda kutembelea kiwanda. Nakaribishwa pale, napewa vile vinini wanaviita napita navyo pale, gate pass, kama utambulisho fulani uruhusiwi kupita kwa wageni. Kwa wageni kwenda kusalimia kuangalia kiwanda nini na nini. Kumbe tumeenda kwa mama yetu kucheki ramani, tukaenda tukasoma ramani zikakamilika. Tutakuwa usafiri ukakamilika. Twende pale kwa mamilioni ya hela. Ndio hao watatu. Tuelezee sasa pale nao mlivyofika, mkafanya hiki, huyu aliuawa hivi na hivi. Tulikuwa watu 8. Tukafika tukagawa 4 wakakaa kwenye security, 4 wakawa ni watu wa kufanya kazi. Kuna watu walikaa nje? Security 4 walikaa nje, wenye silaha 2. Naona na ambao wana silaha 2 kuteka. Sasa sisi 4 ni wa kuteka wale kwa sababu tulikuwa na wanami 4
walinzi wanne, na wote tulikuwa tunajua mahali wale walipo, na tukafanikiwa kukamata watatu. Mmoja akachoropoka akakimbia vibaya mno, yani vya kukimbia bila hata kupiga filimbi kukimbia vibaya mno. Basi wale waliuoka kikatili vibaya sana, na ndo uuaji wangu wa kwanza kuona kwa macho yangu mtu anauawa kikatili. Sababu alikuwa analazwa kwenye ubao, hapo anakatwa panga live, sio kusema kwamba labda ni vitu labda nilivisoma au nini. Ni kitu ambacho kimetokea kwa macho yangu, kwa moyo wangu, kwa akili zangu, na nikiwa na akili fulani. Naona mlikuwa mnamfunga kwanza, fungwa mikono na fungwa miguu, sala ya mwisho. Jamani, na watoto utajua wewe, bala kwenye ubao moja, panga linapita mara moja, linakata mara moja. Ilikuwa ni kali sana, mara moja kichwa kule. Hao watatu, mmoja akakimbia. Hao walikuwa ni wabishi au ilikuwaje? Sio wabishi, sisi tulikuwa tunataka mali. Kulikuwa na milioni 174 zimeletwa pale kiwandani. Okay. Na watu walishazimulika, zimekatiwa na zikachukuliwa. Unaona? Sasa angalia bahati. Yaani kama Mungu hajakupangia kwa sababu mimi moyo wangu nilipokuwa nasema kwamba tukimaliza mgao huu watu wanani, sawa bwana, naacha na kazi ya nini ya ujambazi, unaacha kuwa mfanyabiashara mzuri sana. Lakini hakuna aliyekula ile hela, hata huyu mmoja, sababu ile kumbe yule askari alipotoroka pale alienda moja kwa moja mpaka kwa mkuu wao wa kazi. Mkuu wao wa kazi akapiga ripoti wapi? Polisi. Na polisi walitoka kule na defender 4 na zilikuja kimya. Unajua kimya bila kuwasha taa. Sasa sisi tulikuwa na Land Rover. Na baada ya kupiga hilo pigo tukaingia njia ya kurudi msitu wa Tembo. Kama unajua maeneo tulikuwa tumepaka kwamba tunarudi msitu wa Tembo, tunaenda moja kwa moja mpaka nyumba ya Mungu, kwenye bwawa la nyumba ya Mungu, tunachinja, tunarudi kwenye kituo cha umeme, sawa, tunavuka, tunarudi Lang'ata, ambao ni Mwanga, tunarudi wilaya ya Mwanga, na tunakuja kuingilia kama tunatokea Tanga, tunaingilia. Okay. Ngoma 9 hiyo. Sawa. Sijui ramani ilisomwaje. Sasa tulikamatiwa Spillway. Ndio tulikamatiwa. Kuta mwanangu mawe yamewekwa barabarani, si kawaida. Zilipigwa shaba. Hela mshaondoka nazo hapo? Hela zishatoka nazo, zilipigwa shaba. Mdogo wangu tangu saa 8 mpaka saa 2 asubuhi. Tangu saa 8 mpaka saa 2 asubuhi. Na kilichokuja kutukamatisha hilo tukio, mtu yote wa Moshi analijua. Lilikuwa maarufu. Lilikuwa maarufu kwa sababu liliruka kila sehemu na watu walijua. Watu walikimbia zilipokuwa zinalia njugu huko mlimani. Lakini wakatufanikisha, wakawakamata wote. Hakuna aliyejeruhiwa hata huyu mmoja, hata huyu. Ile askari hao wawili walienda na maji. Okay. Na walikuja kuokotwa huko kwa sababu walipigwa, mmoja alipigwa akaenda kudumbukia pale mashine inakowashia maji ya kuwasha umeme. Sasa pale kuna kasi ya maji, pressure kubwa sana, kwa hiyo walikutwa mbali kishenzi. Tukawekwa jela. Mkafungwa. Kabisho karanga Moshi, nikamshwamo mle nilipokuwa. Kumbuka sina mwezi nimetoka mle. Sina mwezi. Na hili tukio sasa limenifuata, babu kubwa, sio dogo. Yaani kuonyesha kwamba Mungu alikuwa amenipangia kwamba mimi wokovu wangu nitawapatia ndani ya magereza. Kwa sababu huko nje kote niliruka, ulikuwa uwezi kuniambia kitu kama hicho. Lakini hii kesi ndio ilikuja kunionyesha Mungu wa kwanza. Na kwenye hii kesi ndio nikapata kucheka kwa mara ya kwanza. Hiyo kesi ndio nisikia furaha na amani yangu, yaani tangu nizaliwe na mama yangu basi sijawahi kusikia amani na furaha moyoni mwangu. Basi bwana, tukawekwa mle. Kwa na kesi ya mada. Kesi mbaya. Vitano, askari wawili, raia 3. Sio raia. Nani nao ni raia, lakini walikuwa wanahesabiwa kama askari wa kiwanda. Askari wa kiwanda. Hicho vitano. Kwa watu 8. Ndio kesi ilituumbisha sana. Miaka 3 na miezi 7. Miaka 3. Niko rumande.
na miezi 7 kuja kuiua. Sasa hapo kwenye hiyo kesi blaza akasikia, kila mtu akasikia, lakini kesi ni no bond, haina dhamana. Okay, haina dhamana. Kaumo alikuja kukutembelea? Haikuwa aje labda watoto wake ndio walikuwa wanajitoaga, alifahamu baba mdogo yuko huko, wanakuja naona. Sasa nikiwa nilikuwa na miaka 2 gerezani na miezi 7, ilikuwa jioni, ndio akaingia Masai ana Biblia kononi. Tuangalia wanatoka mahakamani, sasa tutoke ndani mule na kipindi kile mpaka kikao kitoke cha majaji. Kwa hiyo walikuwa wanaweka vikao, wanasambaza timu, kwa sababu ilikuwa zijafunguliwa hizi mahakama kuu ndani ya mikoa zilikuwa bado. Kwa maana walikuwa wanapangiwa vikao majaji kwamba mwaka huu kikao ni Mwanza, kwa wanapangwa kama majaji wangapi kuja kusikiliza kesi za mauaji kanda ya Ziwa. Kisha wanarudi kule. Kwa hiyo nyinyi mtakaa gerezani miaka ya kufikiriwa, sio kama sasa hivi. Basi kamle kikao kikaja. Kabla kikao akijaja akawa ametangulia Masai. Yule Masai alivyoingia, sababu ndani ya gereza lile tulikuwa makaksi. Unajua makaksi kwa sababu unajijua ile ni muuaji, unadaiwa roho za watu 5. Utaniambia nini gerezani? Ukimchezea na wewe na kushizi naongezea idadi. Hakuna jipya hapo. Tena inabidi ukae na mimi kwa sababu tulikuwa tunalala selo yetu wenyewe wauaji wenyewe, selo ya wauaji tu. Unaona? Na msosi tukikataa kula msosi hatutaki. Tutabadilishiwa tu ile somo. Unaona? Walikuwa wasikiliza vibaya sana. Basi. Yule Masai akaingia saa 10 jioni. Na Biblia analia. Hata Masai anaokoka. Sasa kitu muuzi alikuwa kwenye pala mmoja. Huyu baba hajafanya kosa, ametoka kule uraiani, ana njaa, walikuwa mahakamani, hajala. Sasa hao waliokuja nao waliotoka mahakamani wana lesheni zao pale, wanakuta gereza limeshawatengea lesheni zao, wao wameshakula, wako kwenye mstari wanaingia ndani. Sasa hawa ndo wanaingia sasa, wanapewa ugali. Maskini ya Mungu, huyu jamaa akafikiri labda ni vya uraiani. Wakitenga chakula watu wanakimbilia kula. Walipotenga kwa sababu yes fresh, na maana hakuwa na idadi gerezani, kwa hiyo hamna chakula chake mpaka kesho tena ndio idadi yake iingie, kwa sababu ya idadi aliyoingia, namba aliyoingia. Alipotenga belenge lake la ugali hapo, kuna jamaa na akanawa, anainama kula, jamaa na anainama kumeza ugali. Jamaa likamuuliza, na wewe? Pala akatoka kula, kamwacha kofi hapa. Nisikia hasira, nikamwita, ushakuwa kielele wa aina gani wewe, umempigia nini sasa? Naona kanizungushia mkanda ule mzee wangu, nililala selo siku hiyo, maana nilimvuta. Yani nipiga nilivyokuwa nataka, yani hasira yangu nikasikia imeisha. Na mimi nikavamiwa, kula rungu za kutosha, hii miguu sione hivi. Kula rungu hivi, joint zote zilifurutishwa. Hapo nikapigwa pingu za hivi. Hivi. Mpaka asubuhi. Hivi mpaka asubuhi, alafu kuna maji. Haulali, kuna maji unakaa hivi. Miguu imegusa maji. Mpaka miguu iko kwenye maji. Mpaka asubuhi, alafu umepigwa pingu za hivi. Sero za magereza hizo. Lala mle mpaka ule muda uliokubalika tolewa, lakini aliyekwenda kuniombea ni huyo Masai. Nikasema mimi Mungu amenituma watu hao watatu kwenye hili gereza. Kesi yako iliyokuingiza, akasema mimi nimegombana na mke wangu. Na hakimu ametaka kuniachia, nikakataa kwa sababu Mungu aliniambia nije gerezani nitafute watu hao watatu. Ana shida na watatu. Kisha nipa watu watatu, mimi natoka. Wewe Masai, acha kutudanganya bwana, wewe ni lijizi tu, jambazi. Nasema mimi sina kesi ya ujambazi. Mimi tu nimeingia, nimpiga mke wangu, tukakutana, nikafika mahakamani, wakaniachia, lakini nikasema hamna, Mungu amenituma gerezani.
Kwa hiyo shida yako ni nini sana sana? Tunaongea hapo saa 4 tunaenda kukaba kwenda kupata lesheni ya msosi. Akanambia mimi cha kunipondea ni omba chumba tupewe sero tuanze kumwambia Mungu. Okay. Hilo swala nikapata kibali kwangu, nikasikia fresh kidogo. Kweli bwana, kwa nini nisimwombee? Kaenda. Wewe tunaomba. Yamekuwa mengi sana. Atakupa wewe, sogea tu hapo atakupa. Mpe. So wewe mpe. Basi. Kamwambia. Sasa tunaomba chumba. Tunataka kuanza ibada. Ibada? Tunataka kumtafuta Mungu. Muuaji wewe, hizo roho 5 umeshazirudisha za ngapi kwenda kumtafuta Mungu? Ayakuhusu afande. Tupe ufunguo. Inaruhusiwa kisheria? Inaruhusiwa. Watu kumwabudu Mungu gerezani. Hakuna mahali wanapomwabudu Mungu kama gerezani. Okay. Inaruhusiwa. Akatoa funguo, tukaenda tukatandika. Kipindi kile vilikuwa bado vilago. Hayajaja magodoro ya. Tandika vilago, tunavikunja hivi, tunaweka. Tunavikunja hivi, tunaweka. Tunavikunja hivi, tunaweka. Kama viti. Basi. Sasa unajua huna mahali pa kwenda, majera wao babusu wote hawana mahali pa kwenda. Wakisikia shaa asante Yesu, wote wanalindima mle. Wanakuja. Akalianzisha kidogo baba, sere yote ikajaa. Wa kweli, wa uongo. Wote. Akaanza kuhubiri hapo na miaka miwili. Na miaka miwili na miezi huko ndani. Na miezi 7. Kesi ya mauaji TPC. Yule Masai akasema kati ya watu ambao nimetumwa Mungu ameniambia wa kwanza ni wewe. Kwanza nilimwasha banzi pale pale. Ulimwasha banzi? Nilimwasha banzi pale pale, yani la kurudisha. Mimi hapa naangalia kinyongo, yani nikicheza hapa nacheza na nini? Na kinyongo au hukumu ya kifo. Hapo unakuja kuniambia Yesu amekutuma kwangu. Yesu ndio atanitoa kwenye hii kesi. Na ni kitu ambacho ni live kabisa. Naona hapa. Ni live kabisa kwa sababu kitendo cha kukamatwa na mapanga yaliyoua hayajapanguswa damu. Yaani kila kidhibiti kilikuwa live. Kipo live, si kwamba lilishapanguswa miaka hiyo yote hiyo. Linamsubiri jaji aje kudhibitisha. Lina damu yake vile vile. Naona. Na fingerprint zipo kama kawaida. Fingerprint. Kila kitu kipo. Akanambia Mungu amesema ni wewe. Kwanza hata ukinipiga ni wewe. Bora ungekubali tu. Masai huyo. Masai huyo. Anajui Kiswahili fresh. Anaongea tu Kiswahili cha kimambo mambo. Akamwambia wewe tuliendeleze tu. Tukaliendeleza mpaka jioni. Watu wakalala. Akasema unakolala niko nakolala mimi nimetumwa na wewe. Yaani Mungu amenituma, wa kwanza ni wewe kabisa ambao Mungu amenionyesha kwenye maono. Tukaamka tena asubuhi akanambia Mungu amenionyesha ni wewe tu. Ananing'ang'ania. Akamwambia wewe Masai, akasema wewe shika Biblia, mimi nitakuwa nasema sehemu fulani alafu unafungua na wasomea kwa sababu mimi sijui kusoma. Kweli bwana. Anasimama pale anaongea, fungua sehemu fulani. Nafungua sehemu fulani, nakuta ni vile vile. Nafungua sehemu fulani ni vile vile. Sasa siku akasema nakuombea sasa. Mungu amenipa kibali na kuombea. Unakubali? Akasema ilikuwa saa 9. Kapiga magoti. Akasema wewe muogopa kesi. Roho za watu hizo nadaiwa na hiyo ni ikatiki hiyo. Hiyo ni mada. Akasema usiwasikilize wewe, nisikilize mimi ninalokuambia. Kaekua mkono kichwani. Ile Masaka niombe. Alipomaliza sikuongea lolote lile. Yaani nisikia kama kitu kimekuja mwili mzima, yaani ukawa kama umekufa ganzi. Yaani siongei. Sifanyi ile wanavyoimba wanaimba. Wewe umenyamaza tu. Mimi nimenyamaza tu. Na sijui fahamu zangu zilienda wapi, sijui. Mpaka nikamuuliza wewe Masai umekuja kuniloga? Nini umeniwekea kichwani? Umeniweka mikono yako nimesizi kabisa. Kafulia pale, kapigwa kengele ya kuingia ndani.
akaingia ndani. Akasema njoo nikuombee. Tumemaliza kutandika ile selo ile. Katika tumemaliza kwa sababu selo yetu mimi nilimhamisha na nikaomba kwa maaskari nikamhamisha hiyo bwana, tukawa tumelala kwenye selo yetu ya wauaji. Akae na sisi wauaji. Masai. Kwa sababu alikuwa anapigia kelele kwa maombi. Basi